Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya mwenyekiti kesi ya Jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye ni kesi ya uhaini. Leo upande wa Jamhuri umeweza kuleta mashahidi wawili. Mmoja alikuwa anatokea Songea, anafanya kazi ya kimachinga, na mwingine ni askari polisi kutokea kule mkoa wa Kilimanjaro pale mjini Moshi. Mashahidi hao wote wawili wameweza kutoa ushahidi wao na wameweza kuhojiwa kwa ukamilifu masuala yale ya mabezo na ya kuchanganywa ya mwenyekiti Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye ameweza kuonyesha kwamba ushahidi wao kwa sehemu kubwa unatofautiana na kile ambacho maelezo ambayo waliandika polisi. Ile tarehe moja amesema kwamba mnamo tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 alikwenda polisi kule Moshi kule Songea akaandikisha maelezo yake, lakini alipokuja kuhojiwa maswali na mwenyekiti Tundu Lissu, kwa sehemu kubwa alikuwa ni kwamba mengi ambayo ameyasema leo ni maneno ambayo ameongeza hayamo katika tamko lake lile, na alikuwa kila vitu vingiulizwa anasema ajui, na ilikuwa inasikitisha kwa sababu unashangaa kwamba nchi yetu inaongozwa tuna kanuni kubwa ya msingi sana ambayo inaongoza nchi yetu, kwamba kila mtu anatakiwa kuheshimu na kutumia rasilimali za nchi hii kwa namna ambayo ni nzuri, kana kwamba sisi ndio waamuzi wa baadaye wa mustakabali wa nchi yetu. Hiyo ni ibara ya 27 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ambayo wale ambao wako madarakani wengi wao wamekula viapo vya kusema kwamba wataiheshimu, kuitii na kuhifadhi Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unapokuwa na rasilimali za umma zinatumika kuendesha kesi ambayo hata mashahidi wanakuwa wajui vitu, nasema inafikia katika matumizi mabaya ya rasilimali za nchi. Na ni hoja ambayo bado nazidi kuwarai na kuwataka wale ambao wana mamlaka ya kuendesha mashtaka ya namna hii wajue kwamba hizo ni fedha za wananchi, sio fedha zao binafsi. Hizo ni fedha za walipa kodi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wananchi hawa, ambayo fedha ikitumika kwa kutapanya, maana yake tunahujumu nchi yetu, tunahujumu uchumi. Maana yake mahakama inatumika kama sehemu mbaya ya kuweza kutapanya rasilimali chache za nchi yetu. Sisi bado ni taifa maskini, hatuwezi tukatumika katika kutapanya fedha zetu kuendesha kesi ambazo kwa kweli kwa sehemu kubwa zinakufanya unapata hasira na jakamoyo unapokuwa unasikiliza ushahidi unaotoka. Sio kwa sababu wewe ni mpenzi wa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, bali wewe kama mwananchi wa nchi hii ambao ungependa kuona kwamba rasilimali za nchi zinatumika pale kwa namna hiyo nzuri, na wale ambao wanashtakiwa ni wale ambao kwa kweli wana hatia au wana makosa ambayo inatakiwa kwamba waweze kuadhibiwa kwayo. Sasa mashahidi hao wameweza kutoa ushahidi wao. Mwenyekiti ameweza kuonyesha kabisa kwamba wao sio mashahidi wa kuaminika, ni maoni ambayo tumeweza kuyaona, na kwamba ni mashahidi ambao basi wao wamekuja. Mmoja wao amesema kwamba alitakiwa tu baadaye tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 abadilishe ushahidi ambaye alikuwa ameshikwa kwamba amehamasika kutokana na kauli za mwenyekiti Tundu Lissu, kwamba sasa amegeuzwa kutoka kuwa mtuhumiwa na amegeuka kuwa shahidi. Hayo ndio ambayo wameyafanya. Kwa hiyo na mwenyekiti alikuwa anakazania kuonyesha kwamba watu wanabadilisha magoli. Yaani mpira tunafahamu huko sehemu fulani, lakini mtu akitaka kufunga goli unahamisha goli. Kwa hiyo ni kwamba unabadilisha, wazungu wanasema it's a moving target. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Na ningeweza kuita kama ni moving prosecution. Kwa hiyo hali imekuwa sio nzuri, imekuwa ni ya kusikitisha, lakini mwisho wa siku mahakama ndiyo ambayo itakayoamua kwamba kama kuna kesi ya mwenyekiti kujibu, na kama kuna vivyo mwisho wa siku kama ana hatia. Kwa hiyo nadhani ambayo ni hoja ambayo ningependa kuizungumzia leo, kwamba mashahidi wawili ambao wametoa ushahidi hivi leo, ushahidi wao umeweza kukanyagwa na kusinyangwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kuonyesha kwamba si mashahidi wa kuaminika, na ushahidi wao kwa kweli hauna uzito wowote ule na ambao kwenye kesi hiyo. Na nilikuwa najiuliza kama mtu nimekaa miaka 10 miezi 10 mahabusu kutokana na ushahidi wa aina hii. Yule ambaye jana tulimsikia na hawa wawili walikuja leo, kama jana nilivyosema, it's painful to listen and to watch. Yaani angalau wazungu wanasema it's so painful to listen and watch. It was a spectacle. Yaani mambo ambayo yanasikitisha. Lakini ndio nchi yetu, hapo ndipo tulipo.
Ukitaka kujua jinsi gani tumeporomoka, ndio tumefikishwa huko. Kuna shimo ambalo tumepelekwa huko la Bermuda Triangle, tuko katika hali ngumu. Sasa hayo ndio ambayo nataka kuyasema kuhusiana na kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mughwai Lissu. Lakini kuna swala moja la msingi sana ambalo limejitokeza leo tukiwa tunaendelea mahakamani. Kuna wale ambao wamefungua kesi dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ile Said Issa Mohamed na wenzake wawili, mawakili wao leo wamezungumza wakipinga ile kauli ambayo tulitoa kama chama, na nikiwa nimesaidiwa na mimi kama mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, nikisema kwamba lile zuio la mahakama hii katika kesi ya Said Mohamed Issa na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Miscellaneous Civil Cause namba 8323 ya mwaka 2025, kwamba ile amri ilifikia ukomo wake tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2025. Wao wanasema madhari jaji aliandika kwamba itadumu mpaka kesi itakapoamliwa, basi ile amri ipo. Napenda kusema wazi kwamba sheria iko wazi. Sheria hii wazi kwamba amri yoyote ile ya zuio uwai wake ni miezi 6. Ndio sheria inavyosema. Ni amri ya 3, kanuni ya 3 ya amri ya 37 ya sheria za mwenendo wa kesi za jinai za madai, inasema amri ya zuio uwai wake jaji anaweza kutoa muda wote ule, lakini hawezi kuzidi nini? Miezi 6. Na kama miezi 6 imekwisha, unakwenda mahakamani, unamwambia jaji miezi 6 nini imekwisha. Wao leo wamegeuza gia angani na kusema kwamba kesi hiyo ile amri inadumu mpaka kesi itakapokwisha. Mimi nasema hivi, jaji wakati anatoa amri hiyo alitegemea pengine kesi itakwisha ndani ya miezi mingapi? 6. Huenda itachukua huo muda mrefu hiyo. Kwa hiyo anasema kwamba mpaka kesi itakapokwisha. Huenda itegemea itakwisha ndani ya miezi 6. Sasa madhali miezi 6 imepita, wao walikuwa na jukumu la kisheria. Na ndivyo uamuzi wa African Trophy Hunting, kesi African Trophy Hunting ya mahakama ya rufaa, ambayo ni mahakama iliko juu ya mahakama hii, ambayo inasema amri ikishafisha haiwezi kavuka miezi 6. Na kama miezi 6 ikisha, ile amri ina lapse. Ndio maana ya kulapse, kwa maana nini? Inakuwa dormant. Kwa hiyo sasa tunataka kubishania masuala ya kisheria. Hao vijana ni mwakili vijana, na ukiwa ni mwakili kidogo ambaye ni mzee katika fani hii, miaka 30 si haba ya uwakili, nasema wala siweki maneno, kwa sababu ni maamuzi ya mahakama ya rufaa ambao sisi wote kama wanasheria, awe Jaji Mwanga awe na wale vijana wote wanatakiwa nini? Kuyaheshimu. Mahakama ya rufaa ilisema ni kwamba amri ya zuio haizidi miezi mingapi? 6. Sasa wewe hiyo kwamba inadumu kudumu, unaitoa wapi? Na jaji sema, ukiniambia kama Jaji Mwanga ali mamlaka kutoa zaidi ya miezi 6, hiyo mamlaka anayatoa wapi? Hana. Lakini yeye sisi atasema Jaji Mwanga alikosea. Jaji Mwanga alitegemea pengine tamalizika nini ndani ya miezi hiyo, kwamba huenda kesi inaweza kukaa siku 2, mwezi mmoja, miezi 2, miezi 3. Kwa hiyo mpaka kesi itakapokwisha, hiyo amri haina shida. Madhari imevuka miezi 6, maana yake ile kutokana na kesi ya African Trophy Hunting ni kwamba ile amri ilifanya nini? Ilikwisha. Wao walikuwa na jukumu la kwenda mahakamani na kuomba kuiwisha au kuiongezea muda, au kufanya hivyo. Sasa sisi hatuwezi kuwa mama zao. Mama yako anaweza kukupatia hata ambacho hujaomba. Sisi hatuwezi kukupa kile ambacho hujaomba. Ukuomba una, si ndio? Hata mambo ya kanisani tunasema ombeni mtapewa, si ndio? Nyinyi hamjaomba, si ndio? Sasa tusianze kuanza kubishana na kutiana kusema nataka vyombo vya dola vielewe. Vina jukumu la kuheshimu sheria. Na sheria iko wazi kabisa. Kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa, kuna sheria yenyewe inasema, CPC inasema wazi kabisa kwamba amri ya zuio haina uhai zaidi ya miezi mingapi? 6. Sasa hiyo tunaanza kubishana hapa, kuanza kutaka kutishiana. Hatuwezi tukatishika, ndugu zangu. Sisi swala ni kwamba hiki chama sio chama cha watu wale ambao wanaingia mtero, kwamba wakiambiwa mikia inafanya nini inaingia kwenye vitovu, kwenye matumbo. Hapana, si ndio? Sisi ni chama ambacho kinatakiwa kuwa madarakani
ni chama kikubwa cha siasa kushinda vyama vyote vile. Ni chama ambacho kinataka kuhakikisha kama nchi hii inaongozwa kwa utawala nini? Kwa utawala wa sheria. Wenzetu wanataka kuenda kwa utawala wa nini? Wa mabavu na kauli za wabwatukaji. Sisi chama chetu hakibwatuki. Unasikia? Sisi hiki ni chama cha watu ambao hawabwatuki, watu ambao wako makini, ambao wanataka kufanya nini? Kubadilisha. Unaweza kuangalia, wewe sikiliza viongozi wetu wakizungumza, wanabwatuka, wanaongea. Sasa kwa hiyo lazima uangalie tofauti hiyo, maana hawa watu wamelelewa, wamefundwa, wana malezi mazuri ya wazazi wao. Wenzetu ambao wamebwatuka, tunaweza kujua wamelelewa namna gani. Unafahamu wabwatukaji wanapatikana wapi? Sasa sisi chama hiki sio chama cha wabwatukaji, ni chama cha watu wenye akili njema kabisa, akili zao ni nzuri kabisa, wanafuata sheria za nchi hii, wanapenda utawala wa sheria. Ndio maana amri ilivyotoka, licha ya kwamba ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi, hiki chama kama mwanasheria mkuu nilisema tutatii amri ya mahakama. Ili walikuwa Tabora, walikuwa kote walikokuwa, nikasema zimama, amri ya mahakama imetoka, iheshimu ni amri ya mahakama, mrudi. Na tukaja tukaramika tukasema kwa ile amri hata magari tukao tuiache barabarani. Lakini tukasema tukaje hapa, tumeieleza mahakama yote na tukaambia mahakama hii kwamba vile vile mmetoa amri ambaye imekiuka uamuzi wa mahakama ya rufaa kwenye kesi ya Agustini Atonga Mrema na wenzake wawili kwenye kesi ya TLP ya mwaka 99, ambayo mahakama ya rufaa vile vile ilisema uwezi ukatoa amri ya zuio kwa shughuli za kisiasa. Kwa hiyo yani hapa kumekuwa na pattern ya hiki chama kufanya nini? Kuonewa na kuteswa. Mwaka wa uchaguzi unazuia chama cha siasa kisifanye nini? Siasa. Wewe una nia njema na hicho chama? Je, hata ile kesi ambayo ni ya msingi inahusika vipi na watu wamezuiwa kufanya siasa? Lakini tunafahamu yalikuwa yanaendelea mwaka ule 2025. Shetani alikuwa kazini na amewatumia watu, wameweza kupata amri za ajabu, na mwisho wa siku utaka kutafuta mchawi kwamba ni Chadema. Chadema haikushiriki kwenye uchaguzi wa 2025. Watu wake walikaa majumbani, bahati mbaya wengine wakafanya nini? Walikuwa katika shughuli zao za kawaida, wakafanya nini? Wakauawa. Na watu ambao hawaheshimu hata ibara ya 14 ya katiba ya nchi ambayo inasema kila mtu ana nini? Ana haki ya kuishi na kupata hifadhi ya maisha yake kutoka nini? Kwa jamii. Sasa sisi ni chama cha wapenda sheria. Tunaheshimu sheria, utawala wa sheria. Sasa kwa sababu tunaheshimu sheria, tunasema ile amri imekwisha. Kama mna shida, mnataka tena amri nyingine, fungueni maombi tu mengine, mkaombe hiyo amri, tukutane mahakamani, tuwasilishe hoja na mwisho wa siku. Lakini vile vile ni vema hata wakubwa wa mahakama, muhimili wa mahakama wakaelewa, ni vema waangalie kesi hii, je, inavyokwenda ndivyo? Amri zote zilizotoka hizi na uvunjifu mkubwa wa sheria ambao tumefanyiwa kama chama, je, jaji mkuu unaona? Jaji mkuu unaona? Kwa sababu tumejitahidi, tumevumilia, tumeweza kuwazuia watu wetu, lakini tunasema kwamba madhari tunatakiwa tuheshimu katiba ya nchi yetu na sheria za nchi yetu, na mahakama ya rufaa ina uwezo wa kupitia majarada kama haya na kuangalia kila kitu ambacho kilifanyika katika mahakama kwenye kesi za Chadema kama kilikuwa sahihi. Ni wakati mwafaka wa jaji mkuu kuyaitisha mafaili haya yote ambayo yanahusiana na kesi ya Chadema na kuita mahakama ya rufaa, ili mahakama ya rufaa iweze kuangalia uhalali na usheria wa hizo wale maamuzi yote ambayo yalifanyika, na mwisho wa siku mwongozo sahihi uweze kupatikana. Asanteni sana. Waiza chama zinaendelea, hakuna zuio, tunafanya kazi zetu. Yeye ambaye anaona kwamba sisi tumemkosea, kwamba tumemkosea, aje mahakamani tukutane, lakini sisi tunasema tuko sahihi. Ndio tafsiri yetu, kutokana na jinsi ambavyo tumetafsiri sheria inavyosema, na tunapenda kuwa waaminifu kwa sheria, na madhali tu waaminifu kwa sheria na wanyofu wa sheria, basi chama hiki kichukuliwe hivyo. Ni chama chenye unyofu mkuu na utiifu mkuu wa sheria, na amri miezi 6 kiliitii, na hata kiongeza tena mwezi mwingine wa 7. Tumesema kuanzia nini tarehe 20 ngapi ile 23 ya mwezi wa kwanza ndio tukatoa tamko letu rasmi. Baadaye tumekaa, lakini hawa watu wanaendelea kufanya nini? Kutuchokonoa. Sasa sisi kwa kweli tunapenda kwamba wanachama wasijione wanyonge, watekeleze shughuli zao, wajue kwamba wao ni wanachama wa chama bora kabisa katika historia ya nchi, chama ambacho kina nia ya dhati ya kuleta mfumo mzuri wa utawala katika nchi yetu hii, na ni chama ambacho Watanzania wote wameweka imani yao kwake, na ambacho kitawavusha na kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Asanteni sana.